michezo miwili, unaweza kupoteza mchezo mmoja, unaweza ukasare. Kwa mimi naamini Simba msimu huu bado ni bingwa na tutaendelea kuwa bingwa mpaka pale tutakaposema basi. Tutahakikisha tuna makombe 400 ya wanawake, ndipo tutawaruhusu wapinzani wetu. Sawa, unadhani leo wao walideserve kupata matokeo haya ambao wameyapata na nyinyi mlideserve kupata matokeo mliyopata? Kwa kuvunja nazi zao mimi naamini leo wanadeserve kupata kwa sababu tumeziona nazi nyuma ya uwanja wa KMC, nazi zilikuwa nyingi na ndio maana wamedeserve kupata matokeo. Kuna mtu alikuja kwa na mambo yake. Ni hao tunajua tabia yao na sidhani kwenye mechi hii kama hajapita mlango wa chochoroni. Sidhani kama tabia yao kupita mlango wa chochoroni. Kama mechi tu imeahirishwa na mamlaka husika na bado watu wakapita chochoroni. Sidhani kama mechi hii hajapita chochoroni. Wamepita chochoroni, ndio tabia yao. Sasa mtu tabia yako na iache. Sawa, tuzungumze upande wa timu ya wanaume. Kumekuwa na hali ambayo inaendelea ya watu kuzungumza na pressure ambayo ya kuhusu bodi ya ligi pamoja na rais wa shirikisho la soka Wallace Karia. Watu wengi wamekuwa hasa upande wa Tanzania wakishinikiza ama wakisema kwamba wanahitaji ajiuzuru. Wewe mtazamo wako ni upi? Mimi naamini inawezekana tumeandaa mazuzu kwenye mpira wa Tanzania na miongoni mwa mazuzu ni mashabiki wao pamoja na viongozi wao. Mimi sifichi. Kwa nini unasema hivyo? Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu gani? Mimi naamini wao wanaenda kuwasindikiza wale wakiamini kuwa wamevunja kanuni. Timu ya kwanza Afrika na Tanzania kuvunja kanuni ni Yanga Afrika. Hakuna timu yoyote na anayebisha kuanzia kiongozi wa Yanga ngazi ya juu mpaka ya chini hadi kwa shabiki la kafu. Nimwambie kwa nini wao wanaongoza kanuni ipi? Kanuni ya kwanza, timu ya kwanza inayoongoza kupita chochoroni kuliko timu yoyote Tanzania. Kanuni ya pili, wao wanafahamu mmiliki au mfadhili haruhusiwi kudhamini timu yoyote kwenye ligi husika. Wao wamekwenda kudhamini timu 8. Kwa nini hawakuambia bodi ya ligi wajiuzuru? Kipindi kile Babla Gonzalez alikataa kuwa JCM kwenda kuwa mdhamini mwenza, walivunja kanuni na Babla alishinda kwenye ile kesi. Kwa nini wao hawakwenda kusindikiza bodi ya ligi jiuzuru wa kuvunja kanuni? Kwa hiyo leo hii ndio wanajua bodi kuvunja kanuni, si ndio? Sasa sisi tunachowaambia bodi ya ligi haitaondoka na itabaki pale pale, na ndio maana Wallace Karia akawaambieje, nyinyi mpira hamwezi, nyinyi wacheza sinema. Na nimesikia akawaombe radhi. Karia, ukiomba radhi umeutukana mpira, wewe ongea unachokitaka. Sisi mashabiki wa Simba tuko kwa ajili yako na mnachokiona ndugu zangu, hii ni maana halisi ya ubaya ubwela. Ahmed Ally alisema mwanzoni kuwa ndugu zetu milango yao yote afahamu itaongea na imeshaanza kuongea. Hii ndio milango ya Malaika. Tuzungumze juu ya kitendo alichokifanya mashabiki wa Yanga ambao leo hii wameonekana wakiimba na wakiwa wengine na mabango kuanikiza kwamba wahitaji rais na wahitaji bodi ya ligi, wanataka bodi ya ligi ivunjwe. Wewe mtazamo wako ni upi juu ya hiki? Kwa sababu mara kwanza ilikuwa ni kama ni taarifa tu ambayo ilitolewa na klabu, lakini haikufikia stage hii kwa wanachama washabiki kuandamana na kwa kusisitiza kwamba wanahitaji rais na bodi ya ligi. Hawajaandamana. Kwanza nimesikitishwa sana kitendo cha leo cha mashabiki wa Yanga kuanza kuimba nyimbo kusema kwamba hawataki bodi ya ligi. Alafu humo ndani wameingia kwa ajili ya bodi ya ligi. So wamekuja kuleta ujumbe wao. Unajua, kwanza kuna vichekesho. Hiyo timu yao ya Yanga inacheza nchi kwa ajili ya bodi ya ligi. Wao wanasema bodi ya ligi haitaki. Hawana imani nao. Imani. Na ndio maana sio hawana imani. Wao ndio hawana imani. Na shida ni waeleze. Mashabiki wa Yanga wengi inawasumbua ni unywaji wa visungula. Shumadulia. Mashabiki wa Yanga wengi kinachosumbua ni unywaji. Ni nini? Unywaji wa visungula, pombe ile kisungula hii. Sio supu. Hii kisungula hii. Sio supu. Visungula vinawasumbua sana kwa sababu wakati wanapiga makelele pale, hawataki bodi ya ligi. Huko wameshika visungula na kunywa. Sungula inaenda karibu sekoje yao na Ramadhani na Kwaresma wale kuna watu wanakunywa na kulewa. Simuona wenyewe waandishi habari. Hakuna mwandishi habari wote ambaye hajaona. Wanapiga makelele hawataki bodi ya ligi, wanakunywa visungula. Maana yake nini? Wameharibu kisaikolojia. Mimi kidogo kitaaluma kidogo kwamba nimesoma sawa daktari. Kisungula ukinywa, sawa, inakuharibu kisaikolojia. Kwanza na kunyima appetite ya kula. Kwa hiyo mashabiki Yanga wengi sasa hivi hata kula wali. Kwa hiyo wana minyoo inawasumbua, vile vyatuma viko vingi. Sawa, umeona leo anapiga makelele. Kwa hiyo tunajaribu kuhusianisha minyoo waliokuwa nayo na maamuzi yanayofanya haya ya kutaka kushinikiza kuondoka kwa rais ama bodi ya ligi kuvunjwa. Minyoo inaenda kumpushi mtu aonekane kwamba anafanya kitu ambacho hakipo. Sawa, na ndio maana nimesema visungula vinawasumbua. Lakini niulize swali na wana Yanga na pia niambie kwenye comment, weke comment. Sawa. Nani Ali kama ameongea? Hajaongea. Si ndio msemaji? Yeah. Msemaji Yanga ni nani? Si Ali Kamwe? Ndio. Je, waniambie hadi Sande Manala Yanga ni nani? Ni mdau wa soka, pia ni shabiki lialia wa Yanga. Ni mshabiki na pia ni mwanachama kama mimi. Yeah. Analipa ada kama ninavyolipa mimi. Yeah. Lakini pia yule ni mtu ambaye amefungiwa. Anaongea vipi asilete ubifu, niwaambie. Shida
Haji Manara analeta ubifu wa yeye zidi ya Wallace Karia. Hiyo ndio shida, kwa sababu yeye ndo alimfungia kwa maneno yake ya hovyo kama haya. Niwaambie mashabiki wa Yanga, Haji Manara anawapoteza, na Haji Manara hacha kumtukana Wallace Karia. Haji Manara uwezo wake ni mdogo, hajaelewa maana sinema. Sinema sio tusi. Ila ni nini? Mimi yani aliposema sinema zao alikuwa anamaanisha nini? Labda niwaambie, mimi kwa binafsi nimesomea sanaa, kwa hiyo masuala sana nayajua vizuri. Simuone sinema ni mchezo ambao mchezo sio ukweli. Ukiigiza maana yake ndio sinema. Kuigiza maana yake nini? Leo hii mimi naambiwa kwa mimi nalia hapa nimepigwa, kumbe sijapigwa. Ndio mchezo wanafanya GSM, engineer pamoja na Alikamwe. Wanafanya mchezo wao, ndio maana waliwaambia nyinyi mnataka bodi ya ligi wajiuzuru. Je, nyinyi wenyewe mko sawa? Maana yake alishaona kwamba wanacheza mchezo wa maigizo. Kama ni hivyo, waache kuwekeza kwenye mpira. Waache kuwekeza kwenye mpira. Kuanzia GSM na huyo bosi wao mwingine, sawa? Waache kuwekeza kwenye mpira, wawekeze kwenye uigizaji. Na ndio maana waigizaji hawajanyanyua kauli kuongea, kwa sababu waliona kwamba Wallace Karia amezungumza kitu kizuri. Waje huku waigize, waache mchezo wa soka. Wanachokifanya Yanga, viongozi wa Yanga, ni kuwaaminisha mashabiki, ndio kama hao wanapiga makelele visungula, mashabiki, wanachama na baadhi ya watu wengine kuonekana wao viongozi wao ni bora. Sawa, wanafanya kazi kubwa. Kumekuwa na taarifa kwamba wamepeleka kesi yao CAS, na endapo atashinda manake watadeserve kupewa alama 3. Uone kama hii itakuwa ni ngumu kwa nyinyi kwenda kushinda ubingwa wa ligi kuu? Wewe ni ndugu mwandishi wa habari, una habari nyingi. Barua yao uliona? Sio taarifa rasmi. Barua yao uliona? Sio taarifa rasmi. Yani hapo ndipo shida. Umesikia? Ngoja. Hapo ndipo shida inapoanzia kwa Yanga. Yanga wanapenda sana maneno, hawaendi kwa evidence ya vitendo. Na ndio maana Alikamwe alisema wao washafunga ukurasa. Walishaandika barua yao, wakaweka maelezo yao na evidence zao, walipopeleka pale wakaangalia, wamaliza. Je, Alikamwe Hamed Ally anaongea? Simba anaongea? Hawaongei kwa sababu za msingi kwamba tayari wameshamaliza, wao hawaendi kwa porojo. Yanga wanapiga lakini hawaendi kwa vitendo. Mpira wa soka ni mchezo wa evidence. Sawa. Na ndio maana mimi nimewaambia tokea awali, Yanga anaongoza kuvunja kanuni. Yanga anaongoza kuvunja kanuni. Kanuni ya kwanza, yeye taarifa bodi ya ligi imetoa saa 8 kwamba mechi hakuna. Yeye saa 10 kapeleka timu. Amevunja hajavunja? Lakini hapa kuna shida gani kwa wao? Ngoja kwanza, watu wameenda kufanya mazoezi pale. Ngoja kwanza, nyinyi si hamjapeleka timu, wao wameenda kufanya mazoezi. No, wamevunja hawajavunja, comment zao unazitaji. Lakini kingine, wameingia uwanjani, wamekuta nini? Hajakuta mtu. Hamna mtu. Sasa kama hajamkuta referee, hajamkuta kamisa, hajakuta viongozi, maandalizi yote hajakuta. Sasa wao hizo point 3 wanadai za nini? Yani wanachodai wao ni bodi ya ligi kugairisha mchezo kwa sababu ambazo wao hawajaridhika nazo, ama kwa walipopitia kanuni hawajaziona kama hizi sheria zinaweza kuwafanya bodi ya ligi wakagairisha mchezo. Swali. Wao kamilisha mchezo ndani ya tarehe 7. Katika anajua kanuni zake. Lazima timu itajua fanyaje? Muda gani? Muda upo. Wanajua watakuja kufanya mazoezi. Lakini pia yule meneja anajua wao maziwa, lakini walioziwa sio wale. Walioziwa ni bodyguard za Yanga. Sasa waniambie Yanga, si wao si mabingwa kujua kanuni? Wao si wanazijua. Zile bodyguard za Yanga tarehe 7 zilipata nini pale uwanjani? Hayo mamlaka ya kuwazuia Simba siingie kwa mazoezi anawapa nani? Huyu kamilisha sijui mimi simuelewi. Na huyu meneja, watu waambie wao wamepewa mamlaka na nani ya kuweza kuwazuia Simba wasiingie kufanya mazoezi.